Walioangamia kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Kalembwani, kaunti ya Makueni wiki iliyopita wameombolezwa katika ibada ya wafu iliyofanyika katika eneo la Ndongoni, Kibwezi Mashariki. Familia na marafiki wameeleza pengo kubwa lililoachwa baada ya kufariki kwa jamaa zao. Wito ukitolewa kwa wasamaria wema kutoa msaada hasa kwa watoto walioachwa, kuhakikisha wanaendeleza na kukamilisha masomo yao. James Mwangi anaarifu. Biwi la simanzi lilitanda katika eneo la Ndongoni, Kibwezi Mashariki wakati wa ibada ya wafu ya watu 7 walioangamia kwenye ajali ya barabarani katika eneo la Kalamba, kaunti ya Makueni wiki iliyopita. Kijiji imeumia sana na kijiji imepoteza mtu aliyekuwa wanamtarajia kuwasaidia. As a family, we are saddened. Actually, we have not come into terms. Hakuna hata saa zingine mwenye anaongea na mwingine. Familia na marafiki wakitumia fursa hii kuomboleza jamaa zao, wakieleza pengo kubwa lililoachwa baada ya kufariki kwa wapendwa wao. Hatukuwa tunatarajia kuwa tunaweza kupoteza ndugu yetu katika wakati kama huu. So tuko na uchungu na tunaumia, tunaomboleza na hatuna jambo la kusema. Tuko chini kabisa. Tuko chini. Wito umetolewa kwa wasamaria wema kutoa msaada kwa familia zilizoathirika, hasa kwa kuhakikisha watoto walioachwa wataendeleza na kukamilisha masomo yao. Sasa hata mimi sijui nitafanya nini, kwa sababu hiyo mtoto wangu ndio alikuwa tegemeo na hata sina mwingine. Everybody ambaye anaingia kwa barabara, tukue careful. Wewe mwenyewe ulichunge na uchunge wale ambao umebeba, na pia uchunge raia ambao wanatembea na miguu. Huku waliofariki wakitarajiwa kupumzishwa mwishoni mwa juma hili, wito umetolewa kwa madereva kuwa waangalifu barabarani kuzuia ajali. Madereva wawe waangalifu. Tunajua kwamba mwezi wa 8 inakuwa si mwezi mzuri kwenye hii nchi yetu ya Kenya. Tunaomba wakuwe waangalifu kwa barabara, na pia watu waache ku-overload magari sana. Nimeona mswada ambao umeletwa umetumiwa Ministry of Transport kwamba gari zingine ziweze kutolewa carrier kwa sababu zina overload, lakini ile ya muhimu kwa wakati huu ni kufariji na kupatia familia pole. Watu ambao wako hospitali, especially wale ambao walikuwa wamepata maumivu ambao yako juu kidogo, na tunaenda kufanya hizo surgeries kesho. Daktari wetu yule ambaye ni consultant orthopedic surgeon amesema ataingia theater kesho, na kesho wote watafanyiwa surgery upate tuna correct zile accident ambazo zimefanyika hapo. Tunataka kusema pia hatuna mgonjwa hata mmoja ambaye yuko ICU. Tuliweza kumanage wale wagonjwa wote ambao tulipata mahospitalini yetu. James Mwangi, Undugu TV.